Guys, mambo vipi watu wangu wa Maha TV? Na mimi kwamba mko poa, mko salama kabisa. Na mimi niko poa kabisa. Leo niko na kijana kutoka kijiji cha Ngarasoro, wilaya Ngorongoro. Sasa be attention kumsikiliza anasemaje. Ndio wageja. Ndio ile wale. Ana kwa aside yake. Ndio namba. Ile. Sawa yule. Okay. Ndio. Okay. Yawa. Okay, sasa kaitana Messi David. Karibu kwenye Maha TV. Ashole karibu kwa Maha TV. Ningalo online kumona le. Ndio. Na kiyo nini ngajo kaja kala kijegero na kaja kijegero fans wangu. Okay. So karibu sana. Kaya ndoka na nyaka pa Roman alafu pia na ine ni ora kila online ili kajege kijinga utokea wapi? Ni pia utajitambulisha kidogo brief kidogo kujua. So karibu sana. Ashole. Okay. Kwa majina naitwa Emmanuel Masiaya, maarufu Jayera Masiaya kwa mtandao ya jamii na rumu. Kijana mdogo sana kutoka kijiji cha Ngarasoro ya Ngorongoro. Pia ni katibu wa Masa kwa Arusha. Karibu sana. Asante sana. Katibu wa Masa mkoa wa Arusha. Naam. Masa. Nini maana ya Masa? Masa ni umoja wa wanafunzi wote wanaosoma mkoa wa Arusha kwa vyuo vyote. Okay. Yeah. Mkoa wa Arusha. Ndio kirefu cha Masa. Masa Arusha Master Student Association. Okay. Master Student Association. Yeah. So wewe ndo katibu wao? Ndio. Wow. Safi sana. Je, nani atishabaragelo na ndio kwa hii nani na Maha TV. Asante sana. So karibu sana kwenye Maha TV. Na kama dinya kwenye nani kwenye hiyo Masa mnadili na nini? Mnadili kwanza ni mmoja ambao wa kusaidiana. Okay. Ngira pagina ma na ema wewe pagina. Okay. Pia kudumisha amini na tradition kwamba ndio na abunwa okishobolang ndio ngorokan pia ni kuno amio na dore joina kekeri mengine ni goro kilo naga ramasha sidai mara nenda ra ya bodi na ra ni rumore nebo lazima tatusaidia na wira la alagada rana ngiro ye nyara nemba mbani hai lazima bengaja hiyo rogi pe mimi sasa kwa mara kala kila kimbili tatu niko na nimeje pia ni giro ana si kwenye bago alingana naye bago moleng shot ni kwamba kiro no le bai na Amasa ni basi ambayo imeshaanza muda mrefu sana ina 19 kwa Arusha, japokuwa kuna mikoa mingine ambayo independent driver sana ana idism na kidogo sana na nigara kila mkoa sasa hivi gara na umoja Alamasa kuongea na dosa madoro bale na ndio jambo na yule mangeni hiyo wana kuna lengara na mheshimiwa mbunge langu mheshimiwa Mori Sangai hiyo la lingine lo kiruswa njerwa na hiyo la ndana bodola na kabla na umoja kwa tekno kakuta wakaendeleza. Kwa hiyo kumbe Masa imeanzia muda mrefu sana Bila shaka. Safi sana. Nafurahi sana kama bunge wetu pia liko huko na bado mmeendeleza, mmeikuza mpaka sasa hivi na naamini kwamba inaendelea vizuri kabisa. Ndio. So guys, karibuni sana. Nilikuwa na swali lingine kwako. Umesema umetoka kijiji cha Ngarasoro na juzi nimefanya uchaguzi kwa ngazi ya mwenyekiti wa kijiji cha Ngarasoro. Mara ningawa sikuwepo huko lakini mimi natoka huko Ngarasoro lakini nilisikia kwa sababu sikuwepo nyumbani lakini nilisikia kwamba uchaguzi ulifanyika. Kama uchaguzi uliendaje? Uchaguzi ulienda vizuri. Mungu ni mwema. Okay. Atakilonga yelo malende. Okay. Niseme namna hiyo. Kwa sababu najua mimi ni mara bage kiongozi hapana. Nikira wana kumbea na mmoja tu. Lazima no bage oyemo. Kwa maana hiyo uchaguzi fanywa kwetu na kama shida Mungu amemchagua la Nale ambaye ni James Sapuro ya Ngiri. Kiongozi mzuri sana. Natumaini wanakijiji wa kijiji cha Ngarasoro walikuwa na hamu naye muda mrefu. And that's why ndo maana ameshinda. Adara. Kwa hiyo ni jambo la kumshukuru Mungu. Nampongeza sana my brother James Sapuro kwa ushindi huo. Mimi naamini kwamba una mambo mazuri kwa ajili ya wanakijiji wa Ngarasoro na hope kwamba hautawaangusha kama nao hawajakuangusha.
basi na wewe basi fanya kitu kwa ajili yao. Nampongeza sana mwenyekiti, nampongeza sana kwa ushindi huo. Okay, sasa na kweli amefurahi sana kwa sababu kabla bado hajara sasa kuna rasati hapa. Watu walikuwa wengi sana, watu walienda sana kumsupport. Hiyo ni ishara moja kwamba alifurahi na ameipenda nafasi hiyo. Lakini hii unampongezaje kwa hilo ambalo alifanya? Kuhusu na sherehe na safa ile shukrani, mimi nampongeza pia kwa sababu ni alifanya kitu nzuri sana. Samba na rishi kwa wana wake lara gerdo ndo galo kwa maana amejumuisha wana wake ndio kwamba wala hawakura ndio gono wala ndio nimegona hapana. Wewe amefanya kitu kwa ajili ya wanajamii wote. Okay. Kwa maana hiyo kiongozi ambaye amefanya jambo la maana sana, kwa washukuru. Alienda kuomba kura, baada ya kushinda akarudi tena kwao kusema asanteni. Kwa maana hiyo ni kitu nzuri sana. Na mimi nampongeza sana. Hiyo ni nzuri sana kwa kiongozi wetu ile ambaye anarudi kwa wale ambao wamemchagua kumpongeza tena. Kwa sherehe ambayo ilifanyika ilipokuwa mimi sikuwepo, lakini ya ameshinda kila dara mtandao kidogo kwenye Lupa TV. Kila dara watu wamesherehekea, watu wamefurahi. Kwa hiyo nampongeza sana. Safi sana. Pia tunampongeza sana. Sasa nilikuwa na swali lingine kwamba ule gereza fanyana kampeni sio alifanyaje, alikuwa anatafuta uchaguzi, anatafuta kuchaguliwa na kuna vitu vingi alipromise Martin sana, kwa sababu nilikuwa wakati huo. Sasa Haruna Bajo kuna vitu ambavyo amepromise na na kidogo na vitu ambavyo alipromise. Kiongozi wetu hili lazima awe na ahadi kwa ile wananchi wake. Okay. Umeona hata kama let's say kwamba lazima ziwe nyingi, lakini zile ambao lazima afanyie ndio implementation na kunyiki. Okay. Unaona, kwa maana hiyo hizi ni vingi sana ambao ameahidi na hiyo ndio kwamba anataka nari kanyene media kanyene yuni na acha ndio benki mabadiliko kanyera ini kanya beke, so ni vitu vingi sana. Okay. Bila shaka mambo ya elimu, mambo ya malisho kwa ajili ya mifugo, mambo ya maji ya mili na kule kuna maji sana na lazima bebe elimu nzuri kwa ajili ya kila sehemu kupata maji na vitu vingi sana ambao mshoni kitu ameahidi. Okay. Ndio. Sana. Komando kwenye swala la malisho ilikuwaje? Yani au tuseme kwamba wewe unaonaje kwamba afanyaje au usifanye nini ili mambo ya malisho yaende vizuri? Mimi namshauri mwenyekiti kwamba kwa sababu yeye ana mipango mizuri sana kwa ajili ya malisho ya kijiji chake na wananchi wake kwa jumla, na mipango ni mizuri sana kwa ajili ya pepe Mbarak Nor Wanda Rogishu Peru Maguna Demo Ara una shoduno baadaye. Amoena ikiara lami ni gara lagi kwa maana hiyo na salari na rasa na ndogo ni ngao ni ngwenda ngoe kwa ajili ya baadaye. Kwa maana hiyo ni mpango mzuri ya kwa watengeneza mifugo tangara na pema lao pemedi bora mara lai ndio ndio na goe wake. Hii inakuwa mbaya sana. Lakini tena inaweka mara kwamba hii sehemu na wale ndio kwanza kwa miezi kadhaa ili baadaye wakirudi naye na bono inakuwa nzuri zaidi kuliko ngore ile samba na inaita show ambayo sio nzuri. Ndio kesi wale. Okay, na shida yake na Mbarak na kwamba ayo sana, unajua kabisa, najua kuna mikakati, kuna mipango ambayo wanaikaga kwamba kibora ndio kimejalo ndisha ndio ndale nishukunye, alafu mambo yatarudi baadaye wanarudi kwenye sehemu zao za kawaida. Na sasa ndio hega na beye melong ndio ni adala lami ili kupunguza mambo ya kiangazi, melong ndio kumalisho na kuna shida na rehe kwenye swala la malisho. Nashukuru sana. Ni swali lingine ni kwamba Komando kwenye swala la elimu ni kitu gani ambacho unaona kwamba inakuwa ina affect vijana au ina affect jamii? Kwa hiyo unamwambia kwamba afanye hivi na hivi au asifanye hivi ili swala la elimu liende mbele. Okay. Ashole. Kwa upande wa elimu hii ni swala ambayo lazima watu waangalie kwa namna nyingine. Kwa sababu sasa hivi unajua kwamba elimu bila wana kumona gire mwa elimu. Kwa maana hiyo mheshimiwa mwenyekiti, my brother, kiongozi ambao
tumekupenda sana. Kwenye usawa upande wa tunaweza nikamshauri kwamba kijiji chetu ni kijiji pendwa sana, area ndogo kimonale, lakini sasa lazima bebe mara kidogo nzuri sana yangara kina ilisoma. Sasa kuna gara au kama ringera ondoye timigile aiza na kwamba watoto wasome na ondoye, lazima bebe mara nzuri kwa ajili ya watoto wa kike, hasa kuna gara na sekondari au unaona shule ya msingi na nero memba wakati bado hajatimiza lengo lao. Yeye ni mtu mmoja ambaye atakiwa waangalie kwa namna nyingine, wakazie sana. Amna rana do bedru mungera ndoye na ara example, mfano kwamba kera ngaya fulani era degree era diploma na kasi wengine ndio yake mungera do serikali yani kiliwe kijiji pere ngiji pesa yuko kira kusoma, lakini ora randu baelo ngolake ndio no ndio ngalamu ni inakuwa sio vizuri na ngalamu na ingine na nini pesa wana support sana. Of course now we keep Mungu awabariki sana kwa sababu kwenye swala la kuwasaidia watoto wa shule na kesa hapo kuna lengo wote kwa upande wa kiume na upande wa kike na gire bagwarino wewe. Lakini sasa wake mipango sheria nzuri ambayo itawalinda watoto wa kike kwamba ra mjendona na ndio kupenda sheria ambayo teori no ngere ndio ili na sisi tupate ndio ile naji wengine fulani Mungu sana anafanya vizuri. Umeona inasaidia pia kuwatia motisha wale wazazi ona gani wake kusoma. Kwamba indengere kwamba nataka niwe kama fulani. Umeona wewe ndio Mungu ina bala kila lazima mtu ajilinde au na ndoto. Ndio na ndoto hiyo. Bye. Ule angalia wewe anaona kera yanga hiyo lengo. Ndio ndio kwa sababu tu eti amezaliwa. No. Karanga imebango kwa kuja huko na kwa sababu ya Mungu. Ili basi lile lengo lako litimie, lazima basi uwe ila ile ngani la wewe mwenyewe ni yako. Umeona unategemea unataka kuwa kama yeye. Sasa naona mimi ndio yangu rai ndio nasoma na le ya kwa keri kusoma kama diganga leo. Hapo lakini hii ni ngumu. More than 10. Umeona ambao wale watoto ambao wako sekondari wana read than 10 atakuwa wanaiga ajo. Mungu nisaidie na mimi kama fulani. Umeona hasa ndio kimbara ndoto nzuri kwa watoto wa kike na nafikiri itasaidia sana. Onyondo hiyo na roho do munge ne roho ndio hiyo hadi elimu kuhusu kwamba hadi wale ingera ndio naye ana haki zote ya kusoma. Umeona japo lala Mungu ni mama ametra leo jitaimalie. Mungu atusaidie tufikie malengo yetu ya Mungu. Angaina na hilo pale tongani. Ndio. Yes, kwa kweli kasipa ina barage na sila yake ndio yake na bege dumsio ndo yang ne gudunga he ne mtu yang ne kijo kwamba ya hamas nyo ina jera bage we leko na jeni ngiso mana sida na lenge ne gudunga yara masamo kera disinda ngase dero familia zao kana jore kusoma ngara indiro ore baadaye familia yake inakuwa inaenda bora neno soma baya lenye kwa kusoma ngara ngiro yenye na kidim na ngiro kubadilisha maisha yake na maisha ya familia kwa ujumla. Na hapo kwa kweli eneo kusimamia hilo swala ndio na diabo ile jana. Wale tingi jango na watoto wachukua kwa chini sana kwenye swala la elimu. Kwa hiyo naomba mheshimiwa mwenyekiti vile bunye penda heki na tenjora ngara kwa ibeye kirumsi ndio inasoma. Ni sasa umeona hata ukiangalia jirani zetu wana wa Kenya. Kesha mara wana ndio boya. Na ni jengo ngara ndio yake ndio boya ile. Hata ukiangalia sasa hivi serikali ya Kenya ili kare waziri Anderson na masinda na masinda unaona so kama mtoto angaishara wasomi kusomera lakini kakira na ndio bagera lengo na lazima ndio bero mtu wewe mwenyewe, lakini lazima uwe na watu ambao watakuwa nyuma yako watakusupport watakushauri ili Mungu na mambo kwa ndio na sidena peye kurumdo ya Somalia na kupongeza sana kwa sababu kwamba naona Adala Joy umekazia vizuri sana, umemshauri na kio mwana mheshimiwa mwenyekiti upate vitu kama hivyo, upate hizo taarifa kio mwana yanga hivi rumba taarifa na uzifanyie kazi kama inavyotakiwa. Niko mwana kesi nita hivyo lo piruma na taarifa mheshimiwa mwenyekiti. Hebu fanya kitu kwa Mati ili uweze kupata vitu vingi. Hebu jaribu kufuatilia Mati ili upate update, lakini pia upate ushauri kuhusiana na kijiji chetu. Tunatoa mambo mengi sana, tunaongelea masuala mengi sana kuhusiana na kijiji chetu.
na mheshimiwa mwenyekiti tunakuomba upate taarifa ifanyie kazi peye Evumbe Sidai. Okay, na hapo kama ngai swali lingine nataka nikuulize ni kwamba nilikuwa nataka nikuulize swali la kwamba kama mreje nenda kuna swala la maji. Kaja ni rudi na hita ngare kwamba unataka nacho nani ninapowafanyia nani mambo gani? Asante sana kwa swali la maji na kasaba rangaia mkule kwetu na kero kama ndangaja ngoma ngangaja kama nale kwa maana hiyo serikali pia iliyopita ndio uongozi uliopita na darasa ambalo Sudan mwisho kitu kwamba aendeleze kama nimetengaja watu wanapita maji sehemu mbali. Kwa maana hiyo serikali pia iliyopita amini uongozi uliopita na darasa ambalo Sudan. Okay. Na mwisho kitu kwamba aendeleze kama nimetengaja ngalia Sudan, kwa maana hiyo watu wanachota maji sehemu mbali. Lazima nange fanye mipango yesu pesa kinyangalia karibu ili na hawe tunaona Ronaldo ndio shida angalia ya karibu zaidi. Okay. Sawa. Na sida explain hivi tunaangalia peye Evumbe Sidai na sasa napenda kushukuru sana haya shirika lina karibu tena siku nyingine kwa Mati TV. Karibu sana kupongeza sana kwa sababu umetoa ushauri mzuri sana, umeelezea vizuri sana kuhusiana na kijiji chetu na hope tupate taarifa mambo yataenda vizuri sana na ilikuwa kulingana na tunapoongelea. Na hapo mtazamaji wangu wa Mati TV, karibu sana siku nyingine. Just ninachotaka kwako ni kwamba like, share na comment, lakini pia ingia kwenye account yangu ya YouTube usubscribe ili uweze kupata mambo mazuri, upate updates za kila siku kutoka kwa Mati TV. Na hapo karibuni sana. Kajide kwa mtazamaji wangu wa Mati TV. Nawashukuru sana ndio ya Mati TV. On naredo mheshimiwa CEO ambaye nimetekeleze na Mungu atabariki sana. Na hapo watu wangu rap pamoja sana. Karibu sana.